أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nasema nilikuwa naeleza sira ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam na matukio yatokayo katika vita vya Badr. Vita ya Badr ilikwisha na Mwenyezi Mungu akawaangamiza makafiri kama imekwisha elezwa. Makafiri 70 wakauawa, ambao wengi wao walikuwa ni viongozi na wakuu wa Makka. Kuhusu mazishi ya viongozi hawa wa Quraishi inapatikana katika historia sawa na Sahih Bukhari. Hata Abdullah bin Masud anasimulia ya kwamba Nabii mtukufu sallallahu alaihi wasallam alikuwa na swali karibu na Kaaba. Hali kama ilivyokuwa zamani inaelezwa hapa. Hali ilikuwaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali karibu na Kaaba, ambapo kwa uchochezi wa baadhi ya watu wa Quraish, mtu aliyekuwa na bahati mbaya zaidi kuliko wote akaweka katikati ya mabega ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mfuko wa uzazi wa mnyama, ilhali yeye alikuwa katika sijda. Nabii sallallahu alaihi wasallam akaendelea kubaki katika hali ya sijda na wao wakaendelea kucheka. Mtu fulani akamwambia Fatuma, yeye alikuwa binti mdogo, akaja kwa kukimbia, na Nabii sallallahu alaihi wasallam akabaki katika hali ya sijda mpaka yeye akauondoa kutoka kwake, yani mfuko ule wa uzazi uliokuwa mzito. Hat Fatuma akauondoa. Hat Fatuma akawakaribia watu hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohitimisha swala yake akafanya dua ya kwamba e Allah, uwakamate Quraishi, e Allah uwakamate Quraish, e Allah uwakamate Quraishi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja majina, e Allah, Amr bin Hisham na Utba bin Rabia na Shaba bin Rabia na Walid bin Utba na Umayya bin Khalf, Uqba bin Abi Muayt na Umara bin Walid. Uwakamate hawa wote. Hata Abdullah anasema ya kwamba wallahi mimi mwenyewe nikawaona siku ya Badri wakianguka chini, yani wale ambao mtume alikuwa ametaja majina yao, kisha wakabururwa na kutupwa katika shimo la Badr. Kisha mtume akasema ya kwamba wenye shimo ni chini ya laana. Vivyo hivyo imeandikwa katika vitabu ya sira ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba ziinuliwe maiti za washirikina kutoka mahala pa kuwawa kwao. Mtume saa salam kabla ya kuanza kwa vita alikuwa ametoa habari ya mahala pao
pa kuuawa. Hatumar anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametuonyesha mahala pa kuuawa kwa washirikina katika Badr. Akionyesha mahala hapa alikuwa akisema kwamba kesho inshallah hapa patakuwa mahala pa kuuawa kwa Utba bin Rabia. Hii itakuwa sehemu ya kuuawa kwa Sheba bin Rabia. Hii itakuwa sehemu ya kuuawa kwa Umayya bin Khalf, na hii itakuwa sehemu ya kuuawa kwa Abu Jahal bin Hisham, na hiyo itakuwa ya fulani. Mtume akiweka mkono wake mtakatifu juu ya ardhi alikuwa akieleza hayo. Na kisha siku ijayo watu waliokufa katika vita vya Badr maiti zao zilikuwa zimetupwa pale pale ambapo mtume sasa alikuwa amegusa kwa mkono wake. Imesimuliwa na Bi Aisha radhiallahu anha ya kwamba baada ya vita mtume sasa akatoa amri ya kwamba tupeni makafiri wote waliouawa katika shimo. Hivyo wote wakatupwa mle isipokuwa Umayya bin Khalf ambaye maiti yake ilikuwa imevimba kwenye dherea yake. Walipotaka kumuinua nyama yake ikaanza kudondoka chini, na kwa sababu yake maiti yake ikazikwa pale pale kwa kufukia na udongo na mawe. Mtume alipotoa amri ya kwamba maiti za washirikina zitupwe kwenye shimo, maiti ya Utba bin Rabia ikainuliwa na kutupwa shimoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona hisia za kutokupenda juu ya uso wa Abu Huzaifa ambaye alikuwa mtoto wa Utba. Huyo alikuwa amesilimu na baba yake alikuwa kafiri. Mtume akasema kwamba Abu Huzaifa, huenda moyoni mwako imepita dhana fulani kuhusu baba yako. Yeye akasema hapana ya Rasulallah, mimi sina shaka kuhusu baba yangu wala sina shaka kuhusu mauaji yake, lakini mimi nilikuwa najua ya kwamba baba yangu ni mwenye rai na mpole na alikuwa na heshima. Nilikuwa natumai ya kwamba mambo hayo, yani mema hayo aliyokuwa nayo, yatamuongoza kuingia katika Islam, na nilipoona mwisho wake basi nikakumbuka ukafiri wake, ilhali nilikuwa natumai ya kwamba ye atasilimu. Hivyo jambo hilo limenihuzunisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea Abu Huzaifa dua ya kheri na akatamka maneno ya kheri kwa ajili yake. Imesimuliwa na Abu Talha Ansari radhiyallahu anhu ya kwamba Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam siku ya vita vya Badr akatoa amri kuhusu viongozi 24 wa Quraish, nao wakatupwa katika kisima kimoja katika visima vya Badr. Na mtume akipata ushindi juu ya kaumu fulani alikuwa akikaa kwenye medani ya vita kwa mausiku matatu. Mtume akabaki katika Badr, na siku ya tatu ilipowadia ndipo akatoa amri ya kutayarisha ngamia yake. Hivyo kipando chake kikaandaliwa, na kisha mtume sasa akaondoka na maswahaba zake pia wakaondoka pamoja naye, na wakasema sisi tunafahamu na tunajua ya kwamba mtume ameondoka kwa shabaha fulani. Mtume akifika karibu na kisima akasimama juu yake ambapo makafiri walikuwa wametupwa ili kuzikwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kutaja majina yao na majina ya baba zao ya kwamba mwana wa fulani na fulani, mwana wa fulani na fulani, je, sasa nyini mtafurahia jambo hili ya kwamba nyini kama mungekuwa mmemtii Allah na mtume wake, kwani sisi tumemkuta kweli yale aliyoahidi Mungu wetu. Je, nyini pia mmekuta yale aliyoahidini Mungu wenu? Abu Talha alikuwa akisema. Hazrat Umar akasema, ya Rasulallah, unaongea nini na maiti hizi ambao hawana uhai wowote na ni watu waliokufa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba naapa kwa dhati ambaye uhai wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam u mkononi mwake, nyini hamsikii zaidi mambo hayo ninayoyasema kuliko wao. Katika sira Ibn Hisham imetajwa hivi ya kwamba ni wenye kisima, nyini mlikuwa jamaa wabaya sana wa nabii wenu. Nyini mkanikazibisha na watu wakanisadikisha. Nyini mkanifukuza kutoka nyumba yenu na watu wakanipa uhifadhi. Nyini mkapigana nami vita na watu wakanisaidia. Kisha akasema,
hal wajadtum ma waadakum rabbukum haqa, ahadi ambayo mungu wenu alikuwa amewafanyieni, je mmeikuta kuwa kweli? katika sirat khatamaнаbiyin hatmiza bashir ahmad sahib ameandika tukio hili kama hivi ya kwamba kabla ya kurejea mtume saa salam alienda karibu na shimo lile ambamo viongozi wa quraish walikuwa wamezikwa, na kisha akitaja jina la mtu moja moja akawaita na akasema, hal wajadtum wa waadakum llahu haqan fa inni wajadtu ma waadani llahu haqa, yani je nini mmekuta ahadi ile kwa kuwa kweli ambayo kwa kupitia kwangu allah alikuwa amewaahidini? bila shaka mimi nimeikuta kuwa kweli ahadi aliyonifanya mungu wangu. kisha akasema kwamba ahlalkalibi bisa ashirati nabiye kuntum linabiyikum kazabtumuni wa sadaqiya nnasu wa akhrajtumuni wa awaniya nnasu wa qataltumuni wa nasraniya nnasu, yani eni mliotupwa shimoni, nini mkawa jamaa wabaya sana wa nabii wenu, nini mkanikazibisha na watu wengine wakanisadikisha, nini mkanifukuza kutoka watani wangu na wengine wakanipa uhifadhi, nini mkapigana vita zidi yangu na wengine wakanisaidia. hat umar akasema, ya rasulallah, wao sasa ni wafu, watawezaje kukusikia? mtume akasema kwamba jambo langu hili wao wanalisikia vizuri zaidi kuliko nini, yani wao wameshafika katika ulimwengu ule ambapo uhakika wote unafunguka na haibaki pazia yoyote. maneno haya ya mtume saa salam yaliyoendikwa, yaliyoelezwa hapa, yamebeba uchungu wa ajabu na huzuni, na kwa maneno hayo mtu anaweza kupiga hisabu ya hali ya moyo wa mtume saa salam aliyokuwa nayo. inaonekana ya kwamba wakati ule historia ya zamani ya kupingwa kwa quraish ilikuwa mbele ya macho yake, na mtume saa salam katika ulimwengu wa fikra yake alikuwa akigeuza kurasa yake moja moja, na moyo wake kwa kusoma kurasa hizi ulikuwa umekosa utulivu. maneno ya mtume saa salam ni uthibitisho wa yakini wa jambo hili ya kwamba makafiri wa makka ndio waliokuwa wakiwajibika kuhusu vita hii, kama ambavyo maneno yake qataltumuni wa nasaraniya nnasu yanavyoonyesha, yani eni watu wa kaumu yangu, nyini mkapigana nami vita na watu wengine wakanisaidia. na kwa uchache kutoka maneno hayo hii inathibitika ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam katika dhana yake alikuwa na yakini hii ya kwamba katika vita hizi makafiri ndio walioanzisha vita, na mtume saa salam kwa karaha tu ameinua upanga ili kujilinda. katika vita hii kuna miujiza ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyotokea, na katika miujiza hiyo kuna kisa kimoja kinachopatikana kwenye kitabu cha sira. ibn ishaq anasema ya kwamba ukasha bin mehsan siku ya badr akaendelea kupigana vita na upanga wake mpaka upanga wake ukakatika mkononi mwake. ye akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia fimbo moja na akasema kwamba ukasha, wewe kwa fimbo hiyo upigane vita na makafiri. ukasha akashika mkononi mwake na akainyosha na fimbo ile ikawa upanga kwenye mkono wake. hiyo ilikuwa ndefu sana, ambayo chuma chake kilikuwa kigumu mno na rangi yake ilikuwa nyeupe. ye akaendelea kupigana vita kwa upanga ule Mwenyezi Mungu mpaka Mwenyezi Mungu akawajalia waislamu ushindi. msimuliaji anasema kwamba jina la upanga huo lilikuwa aun. katika vita vya baadaye pia yeye kwa upanga ule ule akaendelea kupigana vita hadi katika vita iliyotokea dhidi ya Musalama Kadhab ye akauawa shahidi. kisha kuna habari ya mate na athari ya mkono wake mtakatifu kama muujiza. imesimuliwa hata Qatada ya kwamba siku ya vita vya Badr yeye alipigwa juu ya jicho lake na jicho lake likajeruhiwa vibaya mpaka mboni yake ikatoka nje. ye akaamua kuidondosha chini. masahaba wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu habari hiyo. mtume akasema kwamba hapana, asifanye hivyo.
na mtume salallahu alaihi wasallam akamuita hata Qatada kwake na akaweka mboni yake juu ya kiganja chake kisha akaiweka juu ya mahala pake, yani akaweka mboni kwenye jicho lake. Anasema ya kwamba mimi nilisahau kama nilikuwa nimepata shida fulani, yani jinsi jicho lake lilivyopona mpaka ye akasahau kwamba jicho lake lilikuwa limepata shida fulani, bali jicho hilo lilikuwa likionekana zuri zaidi kuliko jingine. Katika vitabu vingine kisa hiki cha kupona kwa jicho kimeelezwa kama kisa cha vita vya Uhud, na wengine wanasema kwamba hiki ni kisa cha vita vya Handaki, lakini kwa vyote vile huu ulikuwa ni muujiza ambao katika kumbukumbu za Badr umeelezwa. Habari ya kushindwa kwa makafiri jinsi ilivyofika Makka, habari yake zinapatikana kama hivi ya kwamba washirikina wakitawanika na kukimbia medani ya Badr katika hali ya hofu wakaelekea Makka. Kwa sababu ya majuto walikuwa hawaelewi kwamba wafanye nini na kivipi waingie katika Makka. Kwanza kabisa mtu ambaye akaingia Makka na habari ya kushindwa kwa Quraish alikuwa ni Hisman bin Ayas bin Abdullah. Huyu baadaye alikuwa amesilimu. Watu wakamuuliza kwamba kuna nini nyuma yako, yani kuna habari gani? Yeye akasema kwamba Utba bin Rabia, Shaba bin Rabia, Abul Hakam bin Hisham yani Abu Jahl na Umayya bin Khalf, na akataja majina mengine ya viongozi, akasema wote hawa wameuawa. Ye alipoanza kutaja majina ya viongozi wa Quraish watu hawakumwamini. Safwan bin Umayya ambaye alikuwa ameketi katika hatim, ye kwa kusikia maneno yake akasema kwamba sielewi, labda mtu huyo amechanganikiwa. Kama kumpima, ebu muulize kwamba Safwan bin Umayya yuko wapi. Watu wakamuuliza kwamba imekwaje kwa bwana Safwan bin Umayya. Ye akasema kwamba angalieni, huyo amekaa katika hitim, mimi sijachanganikiwa, mimi naona yote. Wallahi nimeona kwa macho yangu binafsi ndugu na baba yake wakiuawa. Hapo wakapata yakini na imani kwamba mtu huyo anatoa habari kweli. Ilmuradi hivyo watu wa Maka wakapata habari ya kushindwa kwao katika medani ya Badr, na athari mbaya sana ikatokea kwao mpaka wakapiga marufuku ya kuwaomboleza wafu wao ili waislamu wasipate nafasi ya kufurahi juu ya ghamu yao. Katika Quraish wa Makka baadhi ya watu walipoomboleza, wengine wakawazuia na wakasema kwamba msifanye hivyo, kwani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake watapata habari hiyo na wao watafurahi juu ya hali yenu hii, na nini msimtume yote kwa ajili ya kuwaachisha wafungwa wenu mpaka mutafakari vizuri kuhusu wao. Yani hamna ya kuomboleza wala kufanya juhudi yoyote ya kuwaachisha wafungwa ili Muhammad sallam na maswahaba zake katika swala fidia wasiwatendee kwa ukali. Na watu wa Madina jinsi habari ya ushindi ilivyowafikia na wakaonyesha hali gani kuhusu hiyo imeandikwa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma hata Abdullah bin Rawaha kwenda kwenye maeneo ya juu ya Madina, na akamtuma Zaid bin Harisa upande wa chini wa Madina ili kuwapatia watu wa Madina habari ya ushindi ambao Allah alikuwa amempatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Had Usama bin Zaid anasema ya kwamba habari hii ilitufikia wakati ambapo tulikuwa tumeshamaliza mazishi ya mke wa Had Usman bin Affan, yani Had Ruqayya binti Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ye alikuwa amefariki dunia huku nyuma, na Mtume saa salam alikuwa ameniacha nyuma pamoja na Hat Usman ili kumwangalia Hat Ruqayya. Mimi nikaaja kwa baba yangu Zaid bin Harisa ambapo watu walikuwa wamemzunguka. Ye alikuwa akisema ya kwamba Utba bin Rabia, Shaba bin Rabia, Abu Jahl bin Hisham, Zama bin Aswad, Abul Bakhtri As bin Hisham, Umayya bin Khalf na wana wawili wa Hijaj wote wameuawa,
ilhali katika madina hali ilikuwa ndio hii kwamba wapinzani na mayahudi walikuwa wamesambaza vumi kwamba waislamu wamekwisha shindwa tayari na pia mungu apishe mbali muhammad sallallahu salam pia amekwisha uwawa. Na katika maagiza ya vumi hizi hazrat juu ya ngamia ya mtume salam alipoingia madina, mayahudi na wanafiki wakaanza kusema ya kwamba mmeona muhammad amekusha uwawa tayari na zaid anakuja akipanda ngamia. Na zaid alipowaambia kwamba utba ameuawa, shaba pia ameuawa, abu jehel pia ameuawa, umaya pia ameuawa, hapo wanafiki wakaanza kusema kwamba kivipi hiyo inaweza kutokea. Inaonekana kwamba kwa sababu ya kushindwa kwa waislamu na kwa sababu ya kifo cha muhammad sallam zaid amechanganikiwa. Hivyo anazungumzia hayo, yani jinsi makafiri walivyoonyesha hali ndio walioonyesha wanafiki na mayahudi katika madina. hatusama bin zaid anasema kwamba kwa kuwa mimi nilikuwa nasikia yote nikiwa madina, hivyo nikamchukua baba yangu na kwenda naye upande moja na nikasema kwamba baba, unachosema kwa je ni kweli? Anasema kwamba mwanangu, wallahi hiyo ndiyo iliyotokea na nachosema ni kweli. Watu wa madina wakipata taarifa hiyo kwa ajili ya kupongeza msafara wa nabii saa salam wakakusanyika. Waislamu walikuwa na furaha kubwa sana juu ya ushindi huu na walikuwa wakingojea hatua ya kurejea kwa mtume saa salam kwa shauku sana. Na katika vita hii waislamu wote walikuwa hawakushiriki, kwani wakati wa kutoka madina walikuwa hawana wazo la vita. Kwa kusikia habari ya ujio wa mtume saa salam, baadhi ya waislamu wakatoka nje ya madina ili kumpokea, na juu ya eneo la roha wakakutana na mtume sallallahu salam, na furaha yao ilikuwa kubwa sana. Wakaanza kumpongeza mtume saa salam kuhusu ushindi aliyopata juu ya makafiri. Kisha mtume akaja madina na waislamu wote wa madina wakampokea. Katika vita hii mali ya ghanima iliyopatikana, habari zake zinasema ya kwamba kutoka ushindi huu waislamu walipata ngamia 150 na farasi 10 kama mali ya ghanima, na pamoja na vitu hivi wakapata silaha za kila aina na nguo na ngozi nyingi na vitu vingine ambavyo washirikina walikuwa wamekuja navyo kama mali ya kibiashara. mtume saa salam alikuwa ameweka sehemu kwa ajili yake sawa na sehemu ya maswahaba, na katika vita hii maswahaba wakamvekea mtume saa salam upanga mmoja, na katika ngamia moja aliyekuwa katika umiliki wa abu jehel ambaye mtume alikuwa amepata, ngamia ambaye kwenye pua yake kulikuwa na kitu fulani cha kifedha. Na upanga huu na ngamia huyo vimepewa umuhimu makhsus katika vitabu vya sera. maelezo yake yanasema kwamba upanga huu uliotajwa hapo juu jina lake lilikuwa ni zulfaqar, na mmiliki wa upanga huu alikuwa ni mshirikina as bin mamba bin hujaj ambaye alikuwa ameuawa katika vita vya badr. Na sawa na riwaya zingine upanga huu ulikuwa ni wa abu jehel. mtume saa salam akatoa jina la upanga huo kama zulfaqar, na sababu yake ndiyo hii kwamba katika upanga huo kulikuwa na meno fulani yenye aina makhsus. kuhusu upanga huu imeandikwa kwamba upanga huu ulibaki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yote, na mtume sasa akauweka katika vita mbalimbali, na baada ya kifo cha mtume sasa upanga huu ukabaki kwa makhalifa wa Kiabasi. vivyo hivyo ngamia wa abu jehel ambaye mtume alikuwa amempata katika vita vya badr kama mali ya ghanima akabaki kwa mtume saa salam mpaka wakati wa sulh hudaybiyah. mtume saa salam akampeleka kama zabihu. na kuhusu ngamia huyo kuna kisa kinachopatikana ya kwamba ngamia huyo alikuwa kila chakula katika Hudaybiyah, kisha akakimbia na kufika nyumbani kwa Abu Jehel katika Makka. hata Amr bin Anuma Ansari akamfuata, lakini baadhi ya watu wa Makka wakakataa kumrudisha. Suhail bin Amr ambaye wakati wa mkataba wa Hudaybiyah alikuwa mjumbe wa Quraish, yeye akawaamuru kurudisha ngamia,
na hapo ngamia akarudishwa. Yeye akawaambia ya kwamba nini badala yake mutoe ofa ya kutoa ngamia 100. kama waislamu wakikubali basi mumzuie ngamia huyo, waila mtalazimika kurudisha ngamia. mtume akasema kwamba kama sisi tusinge muingiza katika wanyama wa zabihu basi tungemrudisha, lakini kwa kuwa tumekwisha mchagua kwa ajili ya zabihu, hivyo sasa hatuwezi kumrudisha. na hapo mtume sasa akamchinja kwa niaba ya waislamu. kuhusu ugawaji wa mali ya ghanima, mtume sallallahu alaihi wasallam akawapatia watu wa familia ya wale waliowawa shahidi katika Badr, na pia watu ambao alikuwa amewateua katika Madina na walikuwa amepewa majukumu mbalimbali, na kwa sababu yake hawakuweza kushiriki katika vita vya Badr, wao pia wakapewa sehemu yao. kupokea fidia kutoka wafungwa wa vita vya Badr na rai za maswahaba, inapatikana kwamba wafungwa hawa wa vita vya Badr waliachishwa kwa kupokea fidia. hela ya fidia ilikuwa ni 4,000 dirham hadi 1,000, na mtu asiweza kutoa fidia sharti likawekwa kwa ajili yake kwamba wao wakifundisha watoto wa Madina namna ya kuandika na kusoma basi wataachiliwa huru, na wafungwa wengine wakaachwa bila kupokea fidia au kwa kupokea fidia ndogo. zipo riwaya mbalimbali kuhusu fidia na zingine zinaleta mashaka ya aina aina, lakini Hatmusleh Maud ametoa utatuzi wake ulio sahihi, na mimi naeleza hayo yote historia na sera mpaka katika vitabu vya hadis. riwaya zinazopatikana kuhusu kupokea kwa fidia kutoka wafungwa wa Badr, riwaya hizi zimechanganywa. uhakika ndio huu kwamba uamuzi huu wa mtume saa salam wa kupokea fidia ulitokana na matakwa ya Allah na sawa na riwaya za kawaida, japokuwa nimekushaeleza katika kumbukumbu za Umar, lakini hapa pia ni muhimu kueleza. hata Ibn Abbas anasimulia ya kwamba waislamu wakati wa Badr walipowakamata wafungwa, mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza hata Abubakar na hata Umar kwamba nyinyi mna rai gani kuhusu wafungwa hawa. hata Abubakar akasema ya kwamba ewe nabii wa Allah, wao ni binamu zetu na jamaa zetu, nina rai kwamba wewe upokee fidia kutoka kwao, na hiyo itatusaidia zidi ya makafiri, na ni karibu kwamba Mwenyezi Mungu awaongoze kwenye Islam. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Ibn Khattab, una rai gani? hata Umar akasema ya kwamba hapana ya Rasulullah, wallahi mimi sina rai hii ambayo ni rai ya Abubakar, bali rai yangu ni ya kwamba wewe utukabizi hawa ili sisi tuwaue, na umpatie Ali akil ili yeye amue, na unipatie mtu fulani ambaye alikuwa jamaa wa Umar, mimi ni muwe, kwani hao wote ni viongozi wa makafiri. mtume sallallahu alaihi wasallam akapenda jambo la Abubakar. hata Umar anasema kwamba mtume hakutoa upendeleo juu ya jambo langu. kisha hata Umar anasema kwamba siku ijayo nikaja na nikawakuta mtume na Abubakar wakikaa na kulia. nikasema, ya Rasulullah, uniambie kwamba ni kitu gani kimekufanya kulia na kimemfanya mwenzako kulia. kama nikipata kulia nitalia, waila nitaufanya uso wangu uonekane kana kwamba unalia. mtume akasema kwamba sababu ya kulia kwangu ni ya kwamba wenzako walikuwa wameweka mbele yangu pendekezo la kupokea fidia kutoka kwao. mbele yangu adhabu yao imewekwa hata karibu na mti huu ambao ulikuwa karibu na nabii wa Allah, na Mwenyezi Mungu ameshusha aya hii isemayo, ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hata yuskhina fil ardh, yani haimpasi nabii kuwa na wafungwa wa vita mpaka apigane vita ya umwagaji damu ardhini. na kisha mbele Mwenyezi Mungu anasema kwamba fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban, yani kuleni katika vile mlivyoteka vitani vilivyo halali na vizuri. basi Mwenyezi Mungu amehalalisha ghanima hizi kwa ajili yao. hiyo ni riwaya ya Sahih Muslim. sasa
maneno ya hadisi hii ya kwamba mtume sallallahu na Abubakar walikuwa wakilia na mbele maneno ya aya ya Qur'an tukufu kama mada ilivyotajwa humo inachanganya riwaya hiyo na haionekani kwamba jambo gani linasemwa. Na watu wa sira na watu wa historia na mufassirin kwa kuelewa riwaya hiyo wamesema kwamba Mwenyezi Mungu hakupenda hatua hiyo ya kupokea fidia kutoka wafungwa wa Badr na akapenda rai ya Umar. Wenye kuandika sera ya Umar wanapoandika kuhusu sera yake na wanaandika kwamba kuna amri gani za Qurani zilizoshuka kuhusu juu ya rai ya Umar, hiyo pia ni moja ambayo wanaandika kwamba Mwenyezi Mungu akapenda rai ya Umar, lakini jambo hili si wazi. Inaonekana kwamba waandishi wa sira na mufassirin wamekosea kuielewa. Muslim radhiyallahu anhu ametoa ufafanuzi wake ambao tumeupata katika maandiko yake yasiyopigwa chapa, na mimi naweka mbele yenu ufafanuzi huo ambao unabatilisha riwaya hizi, na ufafanuzi wa Musleh Maud inaonekana ndiyo sahihi kwamba bila sababu yote kwa ajili ya kupandisha daraja ya Umar, inaonekana kwamba baadhi ya mufassirin wametengeneza riwaya hiyo au hawakuelewa vizuri. Musleh Maud radhiyallahu anhu akieleza maelezo ya sura Anfal aya namba 68 anasema ya kwamba kabla ya Islam katika Uarabuni kulikuwa na desturi, na anasema kwamba hadi leo ni jambo la kusikitika kwamba desturi hii inapatikana katika baadhi ya sehemu za dunia, kwamba hata vita isipotokea wafungwa wanakamatwa na wanafanywa kuwa wafungwa. Hili ni jambo la zama ambapo Muslimu alikuwa ameandika maandiko hayo. Aya hii inabatilisha desturi hiyo na inatoa amri kwa maneno wazi kwamba katika hali ya kivita tu na baada ya vita tu watu wa adui wanaweza kufungwa, na vita isipotokea kumteka mtu fulani si halali. Lakini wameeleza maelezo yasiyo sahihi ya aya hii. Wanasema kwamba Waislamu walipowakamata watu wa Makka wakati wa vita vya Badr, mtume akashauriana na maswahaba kwamba tufanye nini kuhusu watu hawa. Ilikuwa rai ya Umar kwamba wote wa uwawe, lakini rai ya Abubakar ilikuwa ni kwamba tupokee fidia na tuwache. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapenda rai ya Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu, na hii ni aya ya 68 ya sura Anfal inayosema kwamba si halali kwa nabii yeyote kwamba apigane vita katika ardhi yenye kumwaga damu. Kwa vitu vile Muslimun akitoa ufafanuzi wake anasema rai iliyopokelewa, rai ya Abubakar ilikuwa ni tofauti na hat Umar, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akapenda rai ya hat Abubakar radhiyallahu anhu na akipokea fidia akawaacha wafungwa. Lakini mufassirin wanasema kwamba aya hii iliposhuka basi kana kwamba Mwenyezi Mungu hakupenda kitendo hicho cha Mtume sallallahu alaihi wasallam cha kupokea fidia. Wao kwa ajili ya kutoa kipaumbele kwa jambo la Umar radhiyallahu anhu wanatengeneza riwaya hiyo, hata kama kutoka riwaya hiyo daraja ya mtume ipungue kiasi gani. Wao wanasema kwamba Mwenyezi Mungu hakupenda kitendo hicho cha mtume sallallahu, wangetakiwa kuwaua wafungwa na wasingepokea fidia. Hii ni tafsiri ya Tabrih. Muslim anasema tafsiri hii ni batili. Moja, wakati ule Mungu alikuwa hakutoa amri yoyote kwamba wafungwa wasiachwe kwa kupokea fidia, hivyo kwa kupokea fidia haina shutma inayokuja juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Pili, hapo kabla mtume sallallahu alaihi wasallam katika eneo la Nakhla alikuwa amepokea fidia kutoka watu wawili na alikuwa amewaacha, na Mwenyezi Mungu hakuonyesha hasira yoyote juu ya kitendo hicho. Tatu, baada ya aya mbili Mwenyezi Mungu anatoa ruksa kwa Waislamu kwamba mkipata mali ya ghanima basi mule. Hivyo mtu hawezi kufikiri hata kidogo kwamba Mwenyezi Mungu hatapenda kitendo hicho cha kupokea kwa fidia na hela iliyopatikana aseme kwamba ni halali na tayyib. Hivyo tafsiri hii ni batili, na tafsiri sahihi ni ya kwamba katika aya hii kanuni moja imeteuliwa
kwamba watu wanaweza kutekwa katika hali ya kivita tu na maadui wakishindwa. hivyo habari hii haihusiki na rai ya Hazrat Umar kwamba fidia isipokelewe. katika mufassirin wa Quran alama Imam Razi na mwandishi wa sira alama Shibli Numani pia wana mtazamo huo ambao ni Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Habib Bashir Ahmad pia ameandika ya kwamba baada ya kufika Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam akashauriana na maswahaba kuhusu wafungwa kwamba tufanye nini. Kwa Uarabuni kulikuwa na desturi ya kuwaua wafungwa au kuwafanya kuwa wafungwa wa kudumu, lakini jambo hili Mtume alikuwa halipendi hata kidogo, na hadi sasa amri ya Mungu ilikuwa haikushuka. Abubakar akatoa rai kwamba katika rai yangu tupokee fidia na tuwaache, kwani watu hawa ni ndugu zetu tu, na huenda kesho kutoka hawa watapatikana watu ambao wataisaidia Islam. Umar akaipinga rai hiyo na akasema kwamba katika swala dini tusiangalie ujamaa, na watu hawa wamekwisha stahiki kuuawa kwa sababu ya matendo yao. katika rai yangu wote wauawe, bali amri itolewe kwamba waislamu wawaue jamaa zao kwa mikono yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiathirika na rehema yake ya kiasili akapenda rai ya Abubakar na akatoa amri kinyume cha mauaji, na akatoa amri kwamba washirikina wakitoa fidia waachwe. na baadaye sawa na amri hiyo amri ya Allah pia ikashuka. Sasa amri ya Allah pia iliposhuka kuhusu kutoa fidia kama khalifa wa pili pia alivyoandika, sasa kwa msingi wa hadisi hiyo kutengeneza sababu ya kulia kwa Mtume sasa Abubakar radhiyallahu anhu ni jambo la ajabu. Hazrat Bashir Ahmad anaandika ya kwamba hivyo sawa na kipato cha kila mtu fidia ikapangwa kuanzia 1,000 hadi 4,000 dirhamu, na hivyo wafungwa wakaendelea kupata uhuru. kinachobaki inshallah katika siku za usoni. baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ya ghaibu. marehemu wa kwanza ni Rana Abdul Hamid Khan Saheb Katgari. alikuwa mbashiri wa jumuiya na alikuwa naib nazim mal wakfe jadid nchini Pakistan. siku za nyuma amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 70. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kwa fadhila ya Allah alikuwa musi. jina la baba yake lilikuwa Chaudhry Abdulatif Khan Saheb Katgari na mama yake alikuwa Amatul Latif Sahiba. hata baba yake pia alikuwa amejitolea wakfu maisha yake na alikuwa mtumishi wa jumuiya. katika familia ya Abdul Hamid Khan Saheb Katgari jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake Chaudhry Abdul Khan Saheb Katgari na kaka yake Chaudhry Abdul Salam Khan Saheb Katgari ambao Desemba 1993 walikuwa wamefanya bayat juu ya mkono wa Masihi Maud alayhi wassalam. Abdul Hamid Khan Saheb Katgari Mei mwaka 1979 alianzisha huduma zake kama mbashiri wa jumuiya na akapata bahati ya kuitumikia jamaat nchini Pakistan na hata nje ya nchi chini ya wakalat tabshir. miaka ya 85 hadi Desemba 86 akaitumikia jamaat nchini Uganda. kisha chini ya nizamat irshad wakfe jadid akaendelea kutoa huduma kama mbashiri. kisha mwaka 1993 akateuliwa naib nazim mal wakfe jadid ambapo akaendelea kutoa huduma hadi kifo chake. kwa miaka 44 akapata nafasi na bahati ya kuitumikia silsila. Mwenyezi Mungu akamjalia mwana mmoja na binti mmoja. kijana wake Dr. Abdurrauf Khan Saheb ni Sadr Majlis Khudam Ahmadiyya Denmark. mwanaye Dr. Rauf Khan anasema ya kwamba baba yetu daima alitimiza wakfu wake kwa unyofu. alipokuwa nchini Uganda na ikatokea sababu ya kurejea kwake haraka ni kwamba waasi wa huko walikuwa wameipindua serikali na walikuwa wamewafukuza watu wengine nje ya nchi.
alipokuwa nchini uganda mbashiri mkuu wa wakati ule mahmud biti saheb akampatia kurani tukufu na kumpeleka kampala kwa ajili ya mahubiri. Katika muda huo vita vya ndani kwa ndani ikaanza na watu wakalazimika kuacha makazi yao. Katika muda huo anasema baba yetu akaugua na hospitali haikuwa karibu na hakupata msaada wote, hivyo watu wakamwacha peke yake kwenye chumba na wakaondoka. Katika muda huo waasi wakateka maeneo yote na wakachunguza kote kote kama kuna mtu ndani yake. Katika muda huo mwasi moja akaja karibu na chumba chake ambapo Hamid Saheb alikuwa amelala, na wao wakielewa kwamba huyu ni mfu wakamwacha. Anasema baba yetu alikuwa anatuambia kwamba katika muda huo nilikuwa nimelala karibu na dirisha na risasi zilikuwa zikitokea na kupita kutoka dirisha na zilikuwa zinagonga ukuta wa mbele. Kisha akawasiliana na baadhi ya watu alikuwa akiwajua. Hali ilipobadilika kidogo, wao wakamchukua baba yetu na kumpeleka katika sehemu iliyokuwa na ulinzi, na hivyo Allah akamhifadhi. Marehemu alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa, uhusiano wa upendo na mapenzi. Alikuwa mtu mnyenyekevu sana. Katika hutuba miongozo ilikuwa ikitolewa alikuwa akisema labbaik juu yake, na mtu akitoa ufafanuzi kwamba maana yake ni fulani na fulani alikuwa anakasirika juu yake. Kisha alikuwa akiwaheshimu viongozi na wabashiri, na mwanaye anasema kwamba alikuwa akinisihi. Anasema safari moja nilipokuwa katika tanzim ya Tafalul Ahmadiyya akasema kwamba kama hutaki kukubali amri ya kiongozi wako au munzim atfal, basi uache wazifa wako. Alikuwa anasema kwamba nizamu ya jumuiya na ukhalifa ni kitu kimoja, sio maana kwamba ukubali kimoja na kingine ukiache. Kuwasaidia wengine na kuwarekebisha kwa wakati ilikuwa ni sifa yake makhsus, na alipokuwa akiwarekebisha mtu fulani akikasirika alikuwa hamjali, na kama angejirekebisha alikuwa akimtia moyoni. Alikuwa anasema kwamba shabaha yangu ilikuwa ni kukurekebisha tu. Anasema kwamba katika maisha yake zikatokea nafasi nyingi ambapo angeweza kupata starehe, lakini akatanguliza wakfu. Katika umri wa mwisho anasema nikamwambia baba kwamba uje Denmark, yani uhamie Denmark. Hapo akakasirika sana juu yangu na akasema kwamba nimejitolea wakfu maisha na sikujitolea miaka, hivyo wakfu wangu ndiyo kila kitu. Binti yake Hafiza Hasan Ara anasema baba yangu alikuwa mkarimu na mpole sana, alikuwa hazina za dua. Sifa yake kubwa ilikuwa ni kumtegemea Mwenyezi Mungu, na kisha sifa yake nyingine ilikuwa ni kumpenda ukhalifa. Alikuwa na njia makhsus ya kuonyesha mapenzi kwa ukhalifa. Daima fikra zake zote zilikuwa ni ukhalifa na kuwasihi wengine kuhusu kumpenda khalifa. Anasema kwamba akija hapa Uingereza na saa nyingine mimi nikishikwa na hisia nilikuwa nasema jambo fulani, basi alikuwa anasema kwamba uhusiano wote wa kidunia unakwisha, hivyo uwe na uhusiano imara na Mungu tu. Watu wengine wote wanaacha, lakini dhati atakaye baki ni dhati ya Mwenyezi Mungu ambaye hatuachi. Kisha akasema kwamba uwe na uhusiano imara na ukhalifa. Alikuwa mtu mnyenyekevu sana. Daima alikuwa akisema kwamba mimi nimejitolea wakfu maisha yangu yote ni wakfu. Hivyo akaonyesha shauku hii kwamba nitimize wakfu wangu hadi pumzi yangu ya mwisho. Hafidh Khalid Iftikhar Saheb Nazim Mal Wakf Jadid anaandika ya kwamba nilipata bahati ya kufanya kazi pamoja na Abdul Hamid Khan Saheb kwa miaka 20. Anasema kwamba marehemu daima ameendelea kutoa mchango wa mtu aliyemkweli katika wakfu. Alikuwa mkubwa kuliko mimi katika umri na katika uzoefu, lakini daima akaendelea kuwa mtifu kwangu. Huyu alikuwa naibu wake, yani marehemu. Anasema kwamba akaitumikia jamaat kwa kujituma. Alikuwa na njia nzuri ya kuwahimiza watu kuhusu michango,
na watumishi wapya na wabashiri na waalimu. Alikuwa akiwafundisha njia nzuri ya kufanya kazi kwa hikima. Alikuwa akitimiza wajibu wake wote kwa moyo wake wote. Alikuwa na kipaji kizuri cha kutoa rai. japokuwa alikuwa akitumikia jamaat kwa ukimya, lakini wakfe jadid imepata faida kubwa kutoka kwake katika muda huo wa miaka 30 na zaidi. Katika miaka ya mwisho siha yake ikiharibika, watoto wake walikuwa wakiishi nje ya nchi. Safari moja mtu fulani akasema kwamba uhamie kwa mtoto wako fulani. Akasema kwamba mimi nimejitolea maisha yangu wakfu, hivyo nitaitumikia jamaat hadi pumzi yangu ya mwisho. Na Mwenyezi Mungu akamjalia kutimiza ahadi hiyo. Ni mbashiri wa jumuiya katika Nizamat Mal Mubashir Ahmad Sahib anasema kwamba mimi niliteuliwa katika idara ya mal ya wakfe jadid mwaka 2013. Abdul Hamid Khan Sahib akanisihi nasaha mbili za msingi kwamba uendike kwenye daftari lako. Moja, kwamba chimbuko la baraka zote ni ukhalifa, hivyo uwe mtifu kwa ukhalifa katika mambo yote. Pili, kwamba ukizembea katika kazi hiyo inaweza kusahulika, lakini kusema uongo hakuna msamaha wake, hivyo usiseme uongo na kanuni hizi uendike. Hazur amesema kwamba jambo hili pia ni makhsus, kwamba kila mmoja wetu ana imani na yakini kwamba tuendelee kumomba Mungu msaada wake na tufanye maombi kwake. Anasema ya kwamba kwenye ziara vile vile nikaendelea kubaki pamoja naye, na alikuwa akinisihi mara kwa mara kwamba wakati wa kuwahimiza watu tuwaambie kuhusu umuhimu wa wakfe jadid, ili katika swala la kujitolea wasihisi shida yote. Kazi yetu si kuomba hela tu, bali kazi yetu ni kuwaambia kuhusu umuhimu wa michango, na kisha tuwaambie kwamba wajitolee au watoe michango, kwani kazi yetu ni kuitumikia silsila na kwa ajili yake kukusanya misaada. Alikuwa akijali mali za jamaat, na alikuwa akisema kwamba kwa kuwa michango inakusanywa kwa kupitia swala la kujitolea, hivyo katika swala la kutumia tusifanye israf, yani sawa na haja tutumie, lakini tusitumie zaidi ya haja. Alikuwa anasema hata nimemwambia mwanangu kwamba maadamu wewe ni mnyofu kwa jamaat, wewe ni mwanangu, waila mimi siombi kutoka kwako kitu chochote. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu na ampandishe katika daraja na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. Marehemu anayefuata ni Nusrat Jahan Ahmad Sahiba, mke wa mheshimiwa Mubashir Ahmad Sahib, mbashiri wa jumuiya Marekani, ambaye siku za nyuma alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu pamoja na mume wake na watoto wake mwaka 1972 alikuwa amehamia Marekani na akaishi mjini Washington. Miaka 88 mume wake alipotoa maisha yake wakfu, basi marehemu akaendelea kuishi kwa unyenyekevu na kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mume wake alipotoa wakfu, kwanza wakati ule huyu anaendelea kufanya kazi kama murabbi, basi marehemu akaishi pamoja naye kwa unyenyekevu mkubwa na kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Marehemu alikuwa musi, alikuwa akishiriki katika swala la michango na alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa. Kuanzia 77 hadi 2007 akaweza kuitumikia lajna imaila katika nyazifa mbalimbali. Akawa naib sadr na regional sadr. Kwa ajili ya kusambaza Islam na Ahmadiyat alipanga mipango mbalimbali ya kimahubiri. Akapanga mipango mbalimbali kuhusu malezi ya lajna nasirat. Pia akawalea watoto wake kwa njia ya kidini, kwa njia nzuri sana, na pia akawahimiza kuhusu masomo ya kidunia. Ameacha nyuma mume na vijana wawili na mabinti wawili, na watoto wake wote kwa fadhila ya Allah ni wanajumuiya wazuri, wanaendelea kuitumikia jamaati. Mwenyezi Mungu amrehemu na amghofirie na awajalie watoto wake
अल्लाह ताला मरहूमा से मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, इनकी औलाद को भी इनकी दुआओं और नेकियों को वारिस बनाए. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله